nini wafanye wana CCM ambao wengi wao sasa ndio wako kwenye track, wako kwenye lamani ya kuuawa. Mnachotaka kufanya ni moja kati ya maamuzi magumu zaidi au mabaya zaidi. Jitokezeni hadharani, muonyeshe ndani kuna tatizo hili, tunahitaji kuwekana sawa. Jitokezeni hadharani, yani kundi lenu hilo, mambo ambayo hamkubaliani nayo, tumieni vyombo vyote vya usalama ambavyo na vyenyewe mnajua havikubaliani na hayo. Ifike mahala ufanyike mjadala wa wazi unaoonyesha mambo 1, 2, 3 hatukubaliani, na kama tumekubaliana mpasuko, tatizo, madhara, udhaifu ulikuwa hapa na hapa na hapa, tunaamua kuukabili hivi. Watu wote waujue, wasaidie. Hivyo watu watakavyokuwa wanazomea, watakavyokuwa wanafurahia kwamba na nyie mmepasuka, ndo usalama wenu. Kuogopa kusema tumetofautiana. Wasemaji wanasema mficha maradhi mauti humumbua. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hapa mambo yalipo ni wazi, tunajua kabisa. Juu ni kama ni ardhi, lakini chini ya bahari, chini ya ardhi, chini ya miamba pana maji, pana volkano inayochemka, inajaribu kula miamba huko chini. Kuna maji yanatafuta nani atoboe mwamba yaluke. Sasa ni wazi. Unajua moja kitu cha kufahamu, si tu mpaka Mungu mbinguni. Wewe angalia waliouawa wengi ni shangazi zenu, wengi ni ndugu zenu, wengi ni dada zenu, na wengi mauaji yao yamefichwa na nyie mnajua. Mnaumia, mnagugumia. Damu ni nzito kuliko maji. Hiyo ndio kitu ambacho nimesema, naongea jambo gumu sana. Kwa hiyo ile namna ambayo mko mnaotamani kujinyonga, mnatamani kujiua, kundi hilo linajua unaumia kiasi gani. Nina uhakika vyombo vya usalama kule ndani nako vimegawanyika, vina maumivu, vinafanya kazi kwa kuumizwa, kwa kugandamizwa sana. Nasikitika kuletea unabii mbaya wa Tanzania ama Watanganyika wote, na hasa CCM. Unabii huu unagawanyika katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, nasikitika kuwajulisha kwamba 2030, huu ni unabii, ni neno la Mungu. 2030 hakutakuwa tena na uchaguzi. Ikiwa itafika wakati mamlaka itakuwa imekaliwa na Samia, itakuwa mbaya, hali itakuwa mbaya kuliko ya 2025. Nabii ya unabii huu ni kwamba wana CCM wote wanaoumizwa, walioumizwa na namna mambo yao yanavyokwenda hata kwenye chama chao, sababu ni wazi, ni kweli kwamba hata kwenye chama chao hakuna kitu kinachoitwa demokrasia. Sasa hivi ni ubabe tu, utake ustake. Ni kikundi fulani ambacho kinaendesha mambo hivyo yanavyokwenda. Lakini jambo la pili ni kwamba bia hilo ni kwamba kuna idadi kubwa ya wana CCM ambao wameumizwa sana na kuuawa kwa ndugu zao, kwa sababu kumbuke, sisi tumeingiliana sana. Hata kama unamwita wewe ni Mkristo, unamwita wewe ni Muislamu, unamwita wewe ni wa Chadema, utakuta ni mjomba yako, ni shangazi yako, ni binamu yako, ni rafiki yako. Lakini kuna kipanda hata cha wengine wamebakiwa na sehemu ya utu, yani kule tu kuuawa kwa watu ambao hasa wamelengwa ni Watanganyika wanauawa, pengine ni wa dini fulani wanauawa. Kuna watu wanaumizwa sana wako ndani ya CCM. Unabii mbaya unasema kwamba orodha kubwa na awamu kubwa na aina ya watu ambao sasa wataanza kuuawa, sana ni wana CCM wanaoumizwa na hali ilivyo, hali ya mauaji ya ndugu zao waliouawa na watakaoendelea kuuawa, hali ya kukosekana kwa demokrasia
ndani ya chama lao na kutumika zaidi mipango na ubabe tu. Wana CCM wote wanaoumizwa na hali hiyo kimya kimya, unabii unasema ndio orodha kubwa inayofuata, kwanza kuuawa kikatili zaidi. Kwa nini watauawa kikatili zaidi na nini kifanyike? Moja ya sababu ni kwamba kupiga kelele kuonyesha tunaonewa hapa sasa ni tendo la aibu kwa wana CCM. Na wanajua kwamba hata ukipiga kelele hakuna watakao kusaidia, kwa sababu kuna watu wakati wanaonewa walipigwa kelele, sisi tulikuwa tunashabikia kimkumbo, tusijue mambo haya yanakwenda wapi. Kwa hiyo moja ya sababu itakaofanya wana CCM wao wanauawa sana kimya kimya, nimekwambia ni unabii kinachokuja mbele hapa. Asilimia kubwa wana CCM wanaoumia kimya kimya, yani wanaumia kimya kimya. Wengine wanasema tunasubiri 2030, wengine wanajaribu kupanga mipango kwa chini chini, tufanyeje? Hao ndio kundi jipya ambalo litauawa sana. Kumbuke nasema haya ni kwa uwezo wa Mungu, na ujue najua naongea jambo kubwa sana ambalo kikundi kinachokuwa kimejipanga kuua watu, ambacho kimefanikisha mauaji makubwa huko nyuma na kinaenda kuua sana huko mbele. Hicho kikundi ni kama mfalme wa Shamu anasema, ni nani anayetoa taarifa za mipango yetu? Kwa sababu moja ya vitu ambavyo kikundi hiki kimeweza sana kutekeleza mabaya yote haya, kikundi hiki kina vikao viwili vitatu tofauti, na ndio maana hapa kinajikwaa sana. Mbarikiwa ndo anayefichua taarifa nyingi. Hivyo nani anayempelekea taarifa? Mimi ndo mtu ambaye simu yangu, kamuulizeni Kantimbo, kamuulizeni Kuzaga, kawaulizeni walioichukua ili kuicheki, simu yangu haina mawasiliano yoyote ya kuchukua information zozote za kinachoendelea. Mimi huwa nachambua kitu ambacho kimeshaonekana tayari, au kitu ambacho nakuwa nimekitoa direct kutoka kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo mimi kuniingiza kwenye swala la Mbarikiwa anarushiwa taarifa na nani, ivamie simu yangu wakati wowote, hautakuta mawasiliano yoyote na mtu yoyote, mtege yoyote, hakuna atakaye kupa majibu yoyote, kwa sababu sijaamini kufanya kazi ya uhubiri kwa njia hiyo. Kwa hiyo kundi hili la mauaji litachukizwa sana na hiki ninachokiongea hapa. Sema Mbarikiwa na anawatonya, kwa sababu wanachokifanya wao, wana vikao viwili vitatu. Kwanza wanakusanyana na hawa, ili kundi ambalo limewekewa mark ya kwamba litauawa. Sehemu kubwa ni wamo kwenye mauongozi yao mumo ya CCM. Kwa hiyo wanakusanyika, wanajaribu kujadiliana kwamba haya mambo jamani, tofauti tulizo nazo zimeisha, tutoke huko nje tuonyeshe tuko pamoja. Huko nje tukionyesha kwamba tumetofautiana, tutawapa mwanya waanze kuona ni karibu watakombolewa, ambao tumeshawaonea siku nyingi. Kwa hiyo huko nje tuonyeshe kwamba hatuna tatizo lolote, hatuna tatizo, isipokuwa jambo baya zaidi ambalo nataka ulifahamu we mwingine unayeumizwa na hali ilivyo ndani ya CCM. Kundi ambalo unalijua linafanikisha mauaji, limefanikisha mauaji ya ndugu zako wengi, kundi unalolijua ndilo linaloendesha mfumo huu ambao hauna sasa hicho kinachoita demokrasia. Sasa hivi ni kujipangia tu. Hilo kundi lina vikao zaidi. Hilo kundi lina namna ambayo linaenda kujadiliana kwamba, lakini katika wale wote wanaonekana wako pamoja na sisi, mbaya zaidi ni nani? Coordinator kabisa ni nani? Hivi sisi tufanye nini ili wale tuwameze na wenyewe wawe na roho mbaya kama sisi, au tuwatoeshe? Hicho kikundi
kina vikao zaidi. Nyie akina Mwandeko, kina Mwamasiabara, mkimaliza hicho kikao mnaanza hapana, tumeelewana sasa, tutafika tungoje 2030. Sikia, 2030 hakuna uchaguzi tena. Tanganyika kwa sasa ni kama haitakuja itokee iwe na kinachoitwa uchaguzi, iwe na kinachoitwa katiba mpya mpaka ukombozi ufanyike, kwa sababu aina ya waliofanikisha mabaya haya yote kuja kuruhusu haki hata kidogo kwenye nchi, kuruhusu haki, wanajua ni mwisho wao. Naongea jambo gumu sana, na the way inavyochanganywa sijua kama mnaweza mkalielewa, lakini wengi mtakuja kuelewa likija kutokea. Nini wafanye wana CCM ambao wengi wao sasa ndo wako kwenye track, wako kwenye lamani ya kuuawa? Nini mufanye? Ukweli ni kwamba mwezi kujenga nyumba ndefu, ghorofa, bila kuibomoa, kuanza upya. Mnachotakiwa kufanya ni moja kati ya maamuzi magumu zaidi au mabaya zaidi. Jitokezeni hadharani, muonyeshe ndani kuna tatizo hili, tunahitaji kuwekana sawa. Jitokezeni hadharani, yani kundi lenu hilo, mambo ambayo hamkubaliani nayo, tumieni vyombo vyote vya usalama ambavyo na vyenyewe mnajua havikubaliani na hayo. Ifike mahala ufanyike mjadala wa wazi unaoonyesha mambo 1, 2, 3 hatukubaliani, na kama tumekubaliana, mpasuko, tatizo, madhara, udhaifu ulikuwa hapa na hapa na hapa, tunaamua kuukabili hivi. Watu wote waujue, wasaidie hivyo. Watu watakavyokuwa wanazomea, watakavyokuwa wanafurahia kwamba na nyie mmepasuka, ndo usalama wenu, ndo usalama wenu. Munielewe vizuri, huo ndo usalama wenu. Yani kuogopa kusema tumetofautiana. Wasemaji wanasema mficha maradhi mauti humuumbua. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hapa mambo yalipo ni wazi, tunajua kabisa. Juu ni kama ni ardhi, lakini chini ya bahari, chini ya ardhi, chini ya miamba pana maji, pana volkano inayochemka, inajaribu kula miamba huko chini. Kuna maji yanatafuta nani atoboe mwamba yaluke. Sasa ni wazi. Unajua moja kitu cha kufahamu, si tu mpaka Mungu mbinguni. Wewe angalia waliouawa wengi shangazi zenu, wengi ni ndugu zenu, wengi ni dada zenu, na wengi mauaji yao yamefichwa, na nyie mnajua, mnaumia, mnagugumia. Damu ni nzito kuliko maji. Hiyo ndio kitu ambacho nimesema naongea jambo gumu sana. Kwa hiyo ile namna ambayo mko mnaotamani kujinyonga, mnatamani kujiua, kundi hilo linajua unaumia kiasi gani. Nina uhakika vyombo vya usalama kule ndani nako vimegawanyika, vina maumivu, vinafanya kazi kwa kuumizwa, kwa kugandamizwa sana. Naamini navyo vimegawanyika. Jiwekeni wazi. Mpasuko ni njia ya kurekebisha. Unapouona mdogo, Biblia, wasemaji mnasema asiyeziba ufa atajenga ukuta. Ukweli ndo huo. Namna yoyote ambayo ufa utalipuka wenyewe, utapasuka wenyewe, utapasukia pabaya sana. Kwa hiyo nimetoa ni unabii mgumu sana, lakini tafuteni
tafuteni lugha, mkae tu sehemu ya wazi. Sisi ndo tulio upande huwa tukubaliani na uendeshaji wa chama ambalo kwa sasa hamna demokrasia kabisa, completely. Yani huko nyuma kulikuweko hata pengine walao 80% watapita kwa demokrasia, 20% watachomekwa na wenye nguvu, walao huko nyuma au 40% kwa 60. Lakini huku sasa hivi ni kama 100%, kama sio 98, 100%. Hamna kinachoitwa demokrasia ndani ya chama lenu. Hiyo nahisi kuna watu mna maumivu makali kwamba sasa ufanisi wako wa kufanya hauamui, au hata uchawa kujipendekeza tu kwamba unajipendekeza, hauamui wewe unaenda kuwa nani. Unaweza ukajipendekeza lakini bado ukawa huaminiki. Unaweza ukawa chawa lakini bado hauaminiki. Unaweza ukawa pengine ni mchapakazi lakini bado hauaminiki na usipate nafasi hiyo. Nadhani kuna watu ambao walitumika na kuonekana wana uhakika kabisa. Wako akina Doto Biteko, wako akina Hussein Bashe na wengine, wako akina January Makamba ambao wenyewe walikuwa najua ni wana haki ya kuwa wanapotaka. Upepo haujavuma kuelekea upande ambao kulikuwa kunaonekana kunatabirika. Sasa ikiwa hakuna sasa aliye na insurance, hakuna aliye na uhakika wa akifanya nini atakuwa wapi, ufanisi wako, uaminifu wako, uchapakazi wako hauamui wewe utakuwa wapi. Bila shaka kuna watu ambao mmevurugika kabisa. Nini kifanyike? Nimeshawaambia tokezeni hadharani. Enewe mkitoka hadharani wenyewe, toka hadharani wenyewe tu hivi wenyewe, unasurubishwa na hakuna ambacho kitaendelea baada ya hapo. Unapotezwa, unasurubishwa, alafu kitakuwa ni kitisho cha mtu mwingine mwenye maumivu kama ya kwako, asijaribu tena kujitokeza. Mimi ninachosema iwekwe tu wazi kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vyote vilivyo kwenye mlengo huo visimame, sio mpigane, visimame. Haya mambo mkifuata ushauri huu mtaepusha umwagaji mkubwa wa damu. Lakini huu ushauri usipofuatwa, napewa unabii, napewa na njia ya watu wafanye nini. Huo ushauri usipofuatwa, mtakuja kupigana vibaya kabisa. Nchi yetu itakuja kuingia kwenye mapigano mabaya, kwenye umwagikaji mkubwa wa damu. Nisikilizeni, naamini mengi nayogusia mpaka wengi wenu mnasema hapana, itakuwa hizi taarifa kapewa. Maidia, mimi hakuna ninachoogopa, hakuna nicho na siri nacho. Mimi ningepewa taarifa, ningekwambia nimepewa taarifa. Fuatilia akaunti yangu yote kote. Ni vigumu kukutana na sehemu inayoonyesha nimepewa information fulani, nimeambiwa kitu fulani. Na hata ile kushare tu zile taarifa ambazo watu wanasema tumeambiwa, tumepewa, hunioni. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Mimi sio mwoga kivile. Ingekuwa nimepewa information yoyote ningekwambia kinaga ubaga, lakini sifanyi uhubiri wangu kwa sura kama hiyo. Nilisema mengi huko nyuma. Wengi urejea kwenye comment na kusema, mchungaji, we hapa ndo uliyesema hivi, Mimi haya nayopendekeza leo niliyapendekeza 2021, 2021. Nini kingefanyika na kwamba tunakokwenda watu watauawa sana. Nisema 2021. Sikusikilizwa, lakini rudi kwenye akaunti yangu, rudi kazitafute clip za 2021, 2022, utaziona zote zimejaa hatari inayokuja mbele.
na hatari ambayo kwa sehemu kubwa tumepita humo. Nitarudi kufafanua zaidi ikiwa tajua niliacha mianya kadhaa katika ujumbe ambao nitaka uwafikia. Asante sana na hongera kwa kunisikiliza.